Siku ya pili ya shauri linalomhusu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Lissu, na leo Jamhuri wameleta shahidi wa pili, Inspector Kaya. Ameanza ushahidi wake tangia asubuhi, shughuli imekuwa pevu kidogo. Ameleta maneno yake mpaka sasa hivi jioni, na mahakama imeahirishwa mpaka kesho, ambapo sisi tunaamini mwenyekiti ataamka na afya kwa ajili ya kuanza kushughulika na shahidi wa pili wa Jamhuri, Inspector Kaya, kwa siku ya kesho. Kwa hiyo tunapenda kusisitiza tu kwamba wananchi wanapaswa kuja pia kuhudhuria shauri hili, kwa sababu ni mahakama ya wazi na hapa nje kuna utaratibu wa kuandika majina na kuingia. Kwa hiyo waje kesho, kuna burudani yenyewe ya maswali. Kesho waje, shughuli inaanza rasmi kwa ushahidi. Jambo la pili, tupe taarifa kwamba kwa masikitiko kwamba kwa kipindi cha siku karibia 6 au 7 zilizopita, makamu mwenyekiti wa Chadema kanda ya Victoria alikuwa anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kushusha mabango ya wagombea kule Bukoba. Jana jeshi la polisi likampeleka mahakamani na hati ya mashtaka. Kwa masikitiko, wanamshtaki kwamba ni mwizi, ameiba ng'ombe kwa kutumia silaha. Kwa maneno mengine, hilo kosa linaitwa ni armed robbery, wizi wa kutumia silaha, na ni kosa lisilokuwa na dhamana kwa mujibu wa sheria. Kwa tunapozungumza sasa hivi, makamu mwenyekiti wa Chadema kanda ya Victoria yuko ndani kwa kosa hilo la armed robbery, na tutashughulika nao huko mbele ya safari, Mwenyezi Mungu akitupa uhai. Lakini la tatu, jana na juzi tulifile application ya habeas corpus kwa ajili ya mwenyekiti wa Chadema jimbo la Kibamba Ernest Mgawe, pamoja na wananchi wengine wawili, Kiduku pamoja na Frida. Maombi yetu yalitakiwa yasikilizwe jana na mahakama kuu ikayasogeza mbele mpaka leo majira ya saa 9 alasiri. Napenda kuwafahamisha tu kwamba kabla ya saa 9 alasiri, kabla ya kuja mahakamani, jeshi la polisi wakaona wawape dhamana watu hao watatu, na jana walimwachia Mgawe mwenyekiti wetu wa jimbo la Kibamba, na leo asubuhi Frida pamoja na Kiduku chua yule nao pia waliachiwa. Kwa hiyo Innocent aliachiwa na Frida ameachiwa. Kwa hiyo watu wote watatu waliokuwa wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa zaidi ya siku 6 nao hatimaye walipata dhamana baada ya kuwa tumewasilisha maombi ya habeas corpus hapa mahakamani. Kwa hiyo update ya leo ni hiyo. Ninawashukuruni sana kwa kuja mahakamani wananchi na wale mnaoendelea kufuatilia huko, na nawakaribisha tena kesho mahakamani tuje tufuatilie kitakachoendelea kesho, Mwenyezi Mungu akituamsha salama. Asanteni sana.